Akaota ndoto. Akawapa ndugu zake habari. Nao wakazidi kumchukia. Wow. Wakazidi kufanya nini? Kumchukia. Baada ya nini? Nilikwambia kuna watu wengine hawatakuchukia ukiwa hivyo ulivyo. Watakuchukia wakati umeanza kuinuliwa. Unajua hivyo? Maadui wengi ambao wamekuinukia wewe ni kwa sababu ulionekana una maono mazuri. Hata mchawi hawezi roga mtu ambaye hana kitu. Haurogwi kama hauna malengo. Tayari wewe mwenyewe usharogewa. Uliroga tayari huko. Sasa hata mchawi ana haja gani na wewe? Na wewe mwenyewe ni meyombe. Wewe mwenyewe ni meyombe. Sasa unaroga wa nini meyombe? Lakini kinachorogwa ni kile kilicho ambacho kimetingisha. Hebu niambie, sisi tumeokoka, tuna mifano mizuri katika maandiko. Yesu alipozaliwa, yani alipozaliwa tu, ile nyota ilipoonekana, watu walipoambiwa kumezaliwa mfalme, wakataka kujua huyo mfalme amezaliwa wapi na ni nani. Na kitu cha kwanza alipotuma wale watu, hawakutuma kwa nia nzuri, walikuja na maboksi, lakini walikuja kumwangamiza. Haleluya. Na sisi nikatoka kadogo. Sasa watu wengine ndoto zenu ama maono yenu yalianza kuona. Unajua shetani anaona. Ukisema Mungu anaona, shetani anaona. Mungu anaona zaidi, shetani anaona kidogo. Watu wanasema unaona Mungu choka. Haleluya. Sasa alipozaliwa akaambiwa ni wa kike. Alipozaliwa akaambiwa ni wa kiume. Usifikiri waliokupokea walifurahi. Usifikiri waliotangulia kukuona walifurahi. Maana hawakuwa na raha hata na mzazi wao. Amen. Yesu akatingisha. Na Yesu akafanya watoto wengine kule Rama wakauliwa, wazaliwa wa kwanza wa kiume wote. Yesu peke yake ndio alikuchiwa babake ndoto, akaambiwa mtoe mupeleke Misri. Aliyeua nani? Ni mfalme anaitwa Herode. Akatumana wamalizi, akahamishwa, akakaa. Alirudi wakati Herode akiwa, ajua Herode alikufa na kifo gani? Uzuri na watu walisoma Biblia. Amen. Haleluya. Hata alikufa na kifo gani? Sikiza. Alikufa kitoa moshi na kutuma. Na huko analikuwa na wadudu. Jamaa akakuja. Hakuna kitu kibaya kama unatoa huko. Amen. Maono ya mtu ndio yanayofanya mtu mwingine akasirike. Lakini ukiwa hauna, uko tu hivi, hata hana mida na wewe, hana haja na wewe, yaani uko pale tu, kama kajumba kanabomoka, wewe katene fimo nendo kakatemeti kule, kajumba kangu kana nani, hata mchawi mwenyewe anakupatia ni barua. Sasa na haja gani ya kumaliza?
Lakini wewe ambao unaenda pale una jenda zako unapokelewa kama, yaani anasikia vibaya, anachukua miguu halali. Na ukienda pale unasimama unasema hapa utajenga nyumba hapa, yaani unamkasirisha. Kila anayekutakia mabaya uanguke. Wakati unapoendelea, wakati unaposifiwa, yaani unamuumiza moyo zaidi. Hata hapa kanisani. Amen. Hapa kanisani tu. Wakati unainuliwa hauna ubaya na mtu, unaimba vizuri, unacheza vizuri, lakini kuna mwingine kitu anachofurahi ni kuambiwa yeye umepatikana na mwanamke. Sasa mnaposimamishwa huduma, nenda kwambia kazi. Wewe utamwona hiyo siku. Haleluya. Mwambie Bwana, asante. Amen. Bora fikiri ni wangapi wapatikane pasta, ati pasta amepigwa chupa mama ya. Hiyo maono niliyaona. Niliona itu. Sasa hiyo wanakuja madhabahuni. Maombe. Baba tusamehe, tulikaa na mtu ambaye tulikuwa tumuelewi. Baba mimi napunda pumbavu. Hakuna lolote. Yeye aliwaliza ndugu zake ndoto, wakakasirika. Usiwe mtu wa namna hiyo, ukiona mwenzako anaendelea unamkasirikia. Amen. Unajua walimkasirikia Yusufu, lakini walikuja kumsaidia wakati wa njaa. Imagine mazee. Unakasirikia ndugu yako ambaye anakuja kukusaidia wakati una njaa. Hebu twende. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari. Nao akazidi kumchukia sana. Akawaambia, nini? Tafadhalini, sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, ndio sisi tulikuwa tukifunga miganda. Jamani wewe. Shambani. Kumbe Amen. Kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama. Ndio. Na tazama, miganda yenu ikazunguka. Ndio. Ikainama mbele ya mganda wangu. Yaani unazidi kutendeza kidonda. Amen. Hapo mmoja ndoto mwenzako anakuja mwambie nimeona Daudi ukiniambia. Anasema ushindwe. Na ujui kile kinachowekwa kwa mtu wewe hujawekewa. Example tuseme, unajua unaweza kuita muli mzee wa kanisa, lakini sio wote wanakuita mzee wa kanisa. Wengine wanakuita mzee wa kanisa lakini wanakudharau. Unajua? Sasa wacha nilete kwangu pia. Kuna watu wanajua Pastor John ni pastor, lakini hawezi niheshimu ile heshima ya baba. Useme hata ni mimi tu. Yes, yaani kuna ile mtu tu ni kwa sababu nilipata hapo. Yaani inabidi tu niite, lakini sina nguvu za kumuita. Nite nyanja basi. Haleluya. Amen. Kuna mahali ukisimamishwa kama ukijua ya kwamba sio wote wanakuwa kuheshimu. Unaona ulikuwa na ubiri. Kwa sababu waliopokea neno ni watu wangapi? Watatu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu pekee yake. Hao wengine wote ni mikate, wanahitaji mikate. Kuhubiria neno la uzima hawana haja nao. Sasa wanaweka ile asudi praise tu, huyu ni praise tu. Sasa naye muangalie. Mponyoka. Yule mtu alikuwa kusaidia. Mzee kanisa alikuwa kusaidia. Pastor alikuwa kusaidia. Mtu fulani alikuwa kusaidia. Lakini kwa sababu nafsi yako umeanza kuikataa, Mungu naye anakuimarisha. Amen. Amen. Haleluya. Amen. So tunaona story ya Yusufu
ni kama maadui wake wanaanza kushuka moja baada ya mwingine. Na tunaona ya kwamba Yusufu vita alivyovitangaza kwao zilikuwa ni vita vya wivu, na alifanyiwa madharau makubwa. Mtu unabeba chakula kapelekee ndugu zako kule mahali, unawapelekea chakula, wao ndio wanapanga kukuua. Yaani wao unaandaa neno na kwenda kuwabariki, wao wanaandaa supigie Yesu makofi. Machozi yao si machozi. Usinisifu wakati nimekufa, usinisifu achana na mimi. Kama huwezi kusifia mwenzako hapa wakati akiwa hai, ukamsapoti kwa kazi yake. Yaani Yesu peke yake tu alipokufa wale msalabani ndio waliongea kwamba kweli alikuwa ni mwana wa Mungu. Maana kwa sababu zile ishara walizoziona. Kuna mtu sasa hapa uko karibu na mwenzako lakini huoni thamani yake. Ufai kuiweka hiyo roho. Amen. Umeokoka. Amen. Umeokoka. Amen. Unaona, wacha nikusaidie maana ya kuja kanisani pamoja hivi. Tukiwa tuna upendo hivi, si ndio? Tumeshikana. Hebu nikuulize. Unajua usidhani kwamba pastor hahitaji maombi. Pastor anahitaji maombi sana. Sawa? Nikufuta mahali pamoja. Petro alipokuwa gerezani, alipokuwa amefungwa, wakina nani waliomba mpaka wakatolewa? So uongee. Ni wakina nani walioomba mpaka wakatolewa gerezani? Wewe tusikizane hapa. Amen. Amen. Nimeuliza swali. Ni wakina nani walioomba mpaka Petro akatoka gerezani? Kanisa walifanya nini? Waliomba. Kanisa walifanya nini? Waliomba. Mpaka akafanya nini? Walipoomba hata hawakwenda kumtoa, walishtukizia jamaa. Yaani yale maombi Roho wa Mungu alifika. Amen. Ndio. Akaenda akamfungua Petro na hapo kosea njia, akakuja paka pale mahali watu wanao na akagonga mlango. Kasiana kamoja ambapo kalikuwa akapendi maombi, kalikuwa kanazunguka akasikia mlango kugonga. Wewe chungana na visichana vinavyokuwa kanisani, lakini hujui anaenda chooni, hujui anaenda anapanga watu, hujui yani wewe yuko hivi. Anasikiza tu milango. Na wakasema kuna mtu anagonga. Nimesikia hiyo sauti ni kama ya Petro, akaambia wewe Petro, jamani, agonga tena. Walipofungua akamwona ni yeye, wakamchunguza Bwana. Sasa tunapokuwa pamoja kama hivyo, wakati tunaomba, tunasaidiana kwa maombi. Hata wewe nawe kama kuna mahali umefungwa, unafunguliwa na hao wenzako tunaomba pamoja nao. Maana peke yako mambo mengine hauwezi. Hata pasta peke yako huwezi. Pastor Praise alichoongea ni cha kweli. Baba, unamwona huyu pastor ana vita sana. Na ni kweli. Kweli sana. Ni juzi tu majira ya saa sijui 9 nilipigana na watu wengi sana. Watu wengi sana. Vita. Na ile vita vile ukikufa wafa kweli. Na ukijana vita life katika ulimwengu wa kiroho, life unapambana na watu, lakini nashukuru Mungu. Nakwambia kile kisu nilichokipata anakirwa na riwa. Amen. Tunalona kiro.
kwa kuwa kila mahali nitakapokuwa yuko pamoja nami. Walijiandaa watanifuata, lakini Bwana, ninajua hizo vita si vyangu, ni kwa sababu yako wewe, ya yale madhabahu za kwenu na yale maroho ya kwenu. Si huyu ndo anamwombea pembeni, lakini nao wanakujia kwa nani? Mwambie warudi tena. Wengi walikufa, mmoja akahepa, lakini kile kisu kilichokuwa nacho hakikumwacha. Amen. Nilitamani nibaki nacho kile kisu mpaka nije nacho kanisani niwaonyeshe, lakini kilinipotea baada ya usingizi ulikuwa. Tulipoutana mpaka nikamuka nikapata hizi. Alafu wana neja hapo. Na ni wazi kwamba ni unataka vitu kama hivi wa sometime. Waombezi, kuna baadhi ya watu ambao wamewekwa kama prayer warrior wamelala. Nasikia kuna prayer warrior wengine wamelala. Hamwenuki ukaombea kanisa vizuri. Si wakati wa kulala. Amen. Ni wakati wa maombi. Ni wakati wa kuomba. Amen. Wajua mkichaguliwa na mkiwa viongozi wenu ni wa maombi, unafaa muweke backup kubwa. Sio mnaambiwa mfunge ninyi mnakula. Amen. Amen. Sasa wakiona nyinyi mmelegea ndio nasema twendeni sasa kwa yule. Hivyo hata ukatae ni hivyo. Sasa waileteni tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Wivu. Shetani anaona wivu. Ndugu zako wakiwa wabaya pia wanakuonea wivu. Marafiki wakiwa wabaya pia wanakuonea wivu. Wivu ni sehemu moja mbaya sana ukiipatia nafasi kwa moyo wa mwanadamu. Lakini mbali na hiyo yote, Mungu akiwa upande wetu, sisi ni washindi. Amen. Sisi ni washindi na tutabaki kuwa washindi. Amina. Amen. Sisi ni washindi. Haleluya. Amen. Wacha tukuje hapa kwa Zaburi kwa sababu ya wakati naona unayoyoma. Hii Zaburi 56 verse 2. Amen. Ndio. Kitabu ni cha Zaburi 56. Mstari wa 2 nasema, sema mwanangu. Adui zangu wanataka kunimeza. Adui zangu wanataka kunimeza. Mchana kutwa. Wao hufikiria mchana kutwa. Wanapanga njama. Wanapanga mipango mibaya. Hawastaki kusikia agenda yoyote nzuri kwangu. Maana ya maadui hukupangia mabaya kila wasaa, kila wakati. Hata unapofanikiwa kwake yeye anashindwa. Imekuwaje? Ukijaribu kupiga hatua anasema imekuwaje? Maana sivyo anavyokuanzia yeye. Saa zote hukuanzia mabaya. Unaona mke mwenza, unaita mke mwenza eh? Yaani mmoja na bwana mmoja. Usifikiri hao watu wanawaziana mazuri. Mwingine akigonjeka anasema Mungu si muondoe tu nibaki peke yangu. Na utamuona hapo anakuwa
Nenda angalie, kalale na mwenzako pale hospitalini, lakini maombi yake si apone, ni azidiwe. Sasa zingine anaweza kwambia huyu hata sioni kama akipona. Wakeweza. Haleluya. Maliza. Ona nimegusia. Si. Nikumoja. Amen. Amen. Adui zangu wanataka kunimeza mchana kutwa. Yeah. Maana waletao vita juu yangu. Kwa kiburi ni wengi. Unajua wanaoleta, unajua mtu anakuletea vitu kwa ushasikia mtu unataja Daudi, siku hizi Daudi anaendelea wapi? Ni vita vya kiburi. Amen. Hamtaki ukitajwa kwa njia nzuri. Yaani yeye kitu anachosikia anataka kutamani asikie kwamba Daudi amezidiwa, Daudi anakufa, Daudi ameshikwa, Daudi whatever. Ni wapate sema ya kwamba simulikuwa mnamuona ni mtu wa Mungu, simulikuwa mnamuona alikuwa anaomba. Sasa Mungu wake mtetea. Angalia amebadilika, amekuwa wale waliomsulubisha Yesu. Hao watoto wamesoma vifungu vizuri sana. Amen. Hao watoto hapa wamekuja hapa mateenagers. Haleluya. Amen. Ni nani anashindikiza? Hebu mpatie mic, sindikiza tena. Sikiza, sindikiza. Wewe unataka kushindikizwa tu umeachukua matonge hapo. Sindikiziwa na neno. Wewe unaona nilijua tu tashiba haraka. Wewe mambo ukatokea na kuachia ukule. Basi Yesu akawaambia wale tenashara. Je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Ninyi nanyi mnataka kwenda. Kumbe unaweza ondoa wivu hata na watu ambao unawafunza. Kwani mkija kanisani kwa msikii maandiko? Swali. Maana ameleta hadithi yote, akaeleza maelezo yote. Lakini akakuta kuna watu wengine wamekunja sura. Sasa Yesu hakuongea hivyo kwa sababu aliwaongea baada ya kuwa ameona watu wamebadilika. Unajua kuna mahali ukiongea unaona wale nimekanyaga waya. Sasa kwani wale walisema wanataka kuondoka? Hawakusema, lakini vile walikuwa wanakaa. Hao watu wanaweza ndoka ndugu, lakini wacha niwatambulie na nyinyi mnataka mpenda. Haleluya. Aliza. Ni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Twende kwa nani? Yaani Simeon bali na kimbelembele chake. Lakini wacha niwaambie ukweli. Unaona yule mtu anaambiwa wewe unajifanya kimbelembele hapo nani wewe? Wewe utakoma wewe. Afadhali wewe utaonekana kwa sababu ya bidii zako. Amen. Unajua ni nani aliyewekwa mkubwa wa wale wanafunzi? Penda. Bwana Yesu alikupita. Simoni mwana wa Yuda, kama unanipenda nisha. Simoni, Petro, Simoni unanipenda. Simoni mwana wa Yuda, kama. Kwa hivyo Yesu alijua huyu jamaa ananipenda. Na akamwambia basi kama unanipenda, lisha konosa. Peke yake ndio aliyosema, sasa tukuache wewe, twende kwa nani? Kwa sababu tayari alikuwa ameona na amezunguka, kaona hakuna mahali pazuri ambapo nimepaona kama pahau jamaa. Yaani hii yote ya pesa nyingi unaimwaga hapa, badala uende ukaimwaga ukauzie maskini. Yesu akashtuka akasema, jamani, kwani mimi ni mara ya kwanza kukuja hii dunia? Sema maskini mlikuwa nao siku zote. Mbona Mungu nifuata wapi? Unaweza fanya kitu kanisani ukawa hii wewe unajitolea hivi. Wewe unatoa pesa yako hii yote.
Usaliti ibada zako. Usaliti. Unaona, najua hii, unaona hii Januari hii. Watu wengi wasipochunga. Watu wengi wasipochunga. Siko baya. Amen. Amen. Haleluya. Akashangaza. Sijui kama kuna mtu kama Petro. Ndio kwambia kuna watu hata kanisani. Wao wakifanya kitu wanajiona wanajua sana kuliko watu wengine. Wewe ukifanya unakosa. Hiyo nimekupatia for free. Na unajua mimi ni baba wa kiroho na nimekwambia. Ni wadadisi. Sasa wewe leta ajenda. Inaweza kusolewa na hiyo ajenda ni nzuri. Nazingia lakini niliwaambia lakini nasimamia nini? Ushipa. Akiongea mtazame hapo tunaona kuna mshipa mwingine. Ya mtu akiwa na mshipa mmoja yana mshipa. Foundation ya nyumba hiyo. Pila. Ya ukorofi. Ya ushindani, ya ubishi na ya wivu. Maliza. Basi Simoni Petro akamjibu. Akamjibuje? Bwana. Twende kwa nani? Twende kwa nani? Yule wa pili kwa. Ndio. Mpate bai. Hizi vipawa vienuke. Amen. Akamwambia, mikate ya dinari 200 haiwatoshi. Kila mmoja apate. Wanajua kuhesabu. Wanajua kuhesabu imekwaje ile jisufuria. Marikiti. Hiyo idadi ya watu pasta haitatosha. Nasema Yesu alikuwa amewajua na wapima tu akili zao. Susana nani? Basi ukadana nasema hivyo watafanya. Hawafanye, walingojea Yesu pa. Ukijua kupiga hesabu pia ajua kama utaweza. Na kwa nini wewe unishika hapo? Inaenda. Wanafunzi wake. Yes, siku hizi nafundishwa, yaani Biblia inasomwa hata si lazima iko kwa akili. Na ni watoto wadogo. Wewe ndio ngapi na unafiki na umbea. Na uadui. Utatoka hapo useme pale imebeba vizuri, pale imebeba vibaya. Au sikii kile umefundishwa. Utatoka hapo useme idadi ya watu leo, watu wamesafiri, wewe watu. Una shida wewe. Hakika una shida sana. Hata sijui tutakusaidiaje. Maana lazima maombi peke yake bila kukutana Yesu. Wanafunzi wake, mmoja wapo Andrea, ndugu ya Simoni Petro, akamwambia, yuko hapa mtoto, nina mikate miwili. Angalia, jitu jikubwa ati yuko hapa mtoto. Yaani kazi yake ni kuchungulia tu. Ile iko na mtoto. Lakini Yesu amebeba watu. Yesu amebeba watu. Yaani alienda kwa kila kapu. Hapo wewe kusoma neno, yeye anachukulia makapu ya watoto ya wamama. Hapa mtoto. Kuna mikate 5 ya shayiri na samaki 2. Amejua hesabu ya kula. Alafu Yesu akasemaje? Waketishani watu. Na mahali pale palikuwa na majani tele. Basi watu wa umma wakaketi. Majamaa wapata 5,000 kwa jumla yao. Wengi sana. Ambao wakae na hata chakula bado lakini wana imani. Wewe hata mtoto wako. Lazima unamalize. Haya maliza basi. Yesu akaitoa ile mikate. Akawagawia walioketi. Na kadhalika katika wale samaki. Wakati wa kila moja bila nilotaka. Naomba iridike.
Kwa hiyo tuambie wakae chini, waondoke kwa viti. Haleluya. Adui anainuka pale, apendezwe na kitu cha Mungu, lakini anaonea wivu yule mtu wa Mungu anayeinuka. Lakini wacha nikupatie kitu mtoto wangu, ya kwamba yoyote atakaye kuinukia wakati umesimama na Mungu, hata usiogope. Hakuna yoyote atakufanya. Wivu ni wake, ubaya ni wake, na hautakugusa mahali popote, na hautafunga njia zako. Hebu maliza hapo. Maliza hapo sasa. Amen. Nimekwambia niko na ujumbe kafupi. Adui zangu anataka kunimeza mchana kutwa. Ndio. Maana aletao vita juu yangu kwa kiburi ni wengi. Endelea. Siku ya hofu yangu Ndio. nitakutumaini wewe. Kwa msaada wa Mungu nitalisifu neno lako. Endelea. Nimemtumaini Mungu. Angalia, kwanza amesema kwa msaada wa Mungu nitatumaini neno lake. Haleluya. Amen. Nitatumaini nini? Neno lake. Wanakuletea kila aina ya hofu, wanakupiga kila aina ya majaribu, lakini wewe endelea kumsifu nani? Maliza huko mbele. Sina muda mwingi. Kwa Mungu nitalisifu neno lake. Nimemtumaini Mungu, sitaogopa. Ukimtumaini Mungu usiogope. Narudia tena. Ukimtumaini Mungu usiogope. Unawajua wanakuongelea vibaya. Wewe mtumaini Mungu. Nakwambia mtumaini Mungu. Narudia mtumaini Mungu. Na watatafuta mahali pa kujificha. Amen. Unajua maadui zenu wanajigamba maana nyinyi hamtumaini Mungu. Wachawi wanawafanya wanaroga watu wale wale wanawacheka naambia, na kwa sababu hata mwenyewe pia hapa kanisani hakuna kitu unashika. Sasa unamfanya adui kule anacheka. Hebu kuwa serious wewe. Kuwa serious wewe. Hata unaweza mwambia kwa roho yako, sasa utaona, si mimi si yule wa jana. Sasa utaona. Sasa utaona mwasho. Sasa utaona hizo tenda zako. Sitakurudia mwenyewe. Moja baada ya nimemtumaini Mungu, sitaogopa. Yes. Mwenye mwili atanitenda nini? Mwenye mwili atanitenda nini? Yaani wewe unamtumaini Mungu, alafu mtu mwenye mwili anakuletea maneno ya uoga. Usiabudu ya uoga. Na kwambia hivyo usiogope kwa sababu ya maneno mabaya. Usiogope kwa sababu ya kula. Sijui nini. Wacha Mungu anayemtumaini. Biblia. Amen. Haleluya. Sababu ni Mungu na uoga. Amen. Asubuhi tumekuwa hapa. Neno asubuhi linasema kwa damu yake tumesongezwa karibu na Mungu. Na nikamwambia ikiwa tumesongezwa karibu na Mungu, na huyu Yesu aliyetokwa na damu pale msalabani alipita katikati ya watu bila uoga. Haleluya. Amen. Alipita katikati ya mateso bila uoga. Maana walijua huyu hawezi nifanya chochote. Hata wewe utapita kwa hao watu wanaokuchongeza mabaya. Utapita kwa hao wachawi, utapata kusikia ya kwamba injili inaendelea. Amen. Hata vile watu wanavyokujua vile huko. Unajua kuna watu hata wengine wanakujua magonjwa yako na kiswali unaona utolewa na hiyo. Hautakufa kwa hiyo magonjwa. Amen. Hautakufa kwa hiyo magonjwa. Amen. Unajua kuna ukimwi mwingine wa kufanya kurushiwa na watu. Si kila ukimwi ukafikiri ni ule wa kuambukizwa na hadi ni ukimwi wa kuambukizwa na hao watu. Kuna ukimwi wa kimapepo. Wewe hujui. Kila kitu kitaisha wakati
wakati unamtumikia Bwana. Kila kitu kitaisha wakati hautakuwa mwoga. Kila kitu kitakuondokea wakati Bwana atakuwa tegemeo lako. Maliza. Amen. Mchana kutwa wanapotosha maneno yangu. Wanapotosha. Kupotosha unajua maana yake? Yaani kile utakacho, yaani wewe kama unaongea vizuri, watakwambia huyu mtu ni kujifanya. Ukijaribu kufanya kitu, hawaoni kama umefanya kitu. Ukijaribu kuongea lolote, wanalipinga. Lakini yao wanataka yasikizwe. Amen. Amen. Wapingaji. Kuna watu wanapinga mpaka Kristo. Hata Biblia inasema kuna mpinga Kristo. Kila anayepinga ajenda zako, kila anayepinga maono yako, tegemea Mungu yatatimia akiona hivi na aliyapinga. Utaendelea ukiona hivi na waliyapinga. Wanakutana lakini unaona ukisonga mbele. Kwa sababu sio wao waliokuweka duniani. Sio wao wanaopeana huduma. Sio wao wanaopeana vitu. Sio wao wanaofanya uzima. Bali ni Mungu anayemtumikia. Anafanya neno mazuri ya maisha yao. Maliza hiyo. Mchana kutwa wanapotosha maneno yangu. Mawazo yao yote ni juu yangu ya mabaya. Kuna watu kila saa wanapowaza, hakuna siku washawahi kukuwazia mema. Hakuna. Ndugu za Yusufu hakuna. Wengine wanataka tukae ya masikini, wengine wanataka tusiwe na biashara, wengine wanataka tukae wakaama, wengine wanataka tukukumaliza, wengine wanataka tukukuua. Lakini yuko Masihi aliyekufa kwa ajili yako, hatakubali, hatakubali, hatakubali. Sikuwa umekomelewa na damu ya Yesu. Na Yesu alilia msalabani kwa ajili yako. Yaani Yesu aruhusu tu wachawi wakuroge. Yaani Yesu aruhusu tu maadui wafanikiwe. Hapana, itakuwa msalaba basi haikuwa komboleo letu. Lakini kama msalaba ulikuwa ni kwa ajili yetu, kama msalaba ulikuwa ni kwa ajili ya mazuri yetu, kama msalaba ulikuwa kesho yetu, basi hatutahangaika. Yesu amelia na kutosha. Yesu ametosha na kutosha. Yesu tunatumaini yeye. Anasema yalipesha msalabani, yameisha mtoto wangu. Yesu kita anatuletea. Yesu inaisha, inaisha. Yaani hivi kwa akili zako za kuzaliwa, kwa sababu ya wewe unayerogwa. Na anasema watu wangu wamekaa kwa giza siku nyingi. Yaani mtu Yesu akiwa msalabani afurahi tu ukiwa unaolewa, afurahi tu ukiwa unaogwa. Hapana, hiyo ni sababu kubwa ya kwamba utapiganiwa. Ni kwa sababu wewe haujamtumaini vizuri. Badilisha nia ya kumtumaini. Utazame msalaba, utazame msalaba. Kombolewa maisha yako, ukombolewa. Tazama. Ni kwa sababu haujafanya. Ni sawa, anajua. Kwani unafikiri Yesu alikuja kudhulumishwa ati kwani alijua aliona raha kwako? Yesu hakuja kudhulumishwa kwa sababu aliona raha kwako. Aliona watu watakao kuja kukuinukia. Hata yeye mwenyewe anasema mtateswa kwa ajili yangu. Mtachinjwa kwa ajili yangu. Watu watatamani kuwaua kwa ajili yangu. Na mtasemwa kwa mabaya kwa ajili yangu. Lakini vumilieni mpaka mwisho. Huyu ndiye atakayeokoka. Unajua kama hujavumilia chochote haujaokoka. Haujaokoka. Bado utabackslide kesho. Lakini kama una roho ya uvumilivu wewe umeokoka. Hata Yesu mwenyewe anajua umeokoka. Maana hakuna roho ya kubackslide.
Amen. Amen. Maliza hapo. Ya. Amen. Ah. Kukutanika. Aha. Kujificha. Tena wanapokuongelea hawakuongelea wazi wazi. Hapa ndani Pastor John anakuambia wazi wazi. Wengine wanaongea kando. Pastor John yeye anakuambia hapo. Umpende umkasirikie, yashamalizana na wewe. Tuachane. Lakini wao wanaokaa kikao, ni maadui. Wanaokaa wawili watatu kwa ajili yako ni maadui, si watu wazuri kwako. Hata mbona wakudiscuss wakati hauko? Mbona waseme tunamwangalia tu, tunamwangalia. Imagine warogaji ni wengi. Lakini mbali na hayo yote watakuona tu kienuka. Papa natazamezana nini? Kwani kile nilichoniambia ama ninaona kingine? Ni yule ama ni mwingine huyo? Mbona namuona naendelea, Mungu wake anamsaidia. Mungu wake anamwokoa. Mungu wake anampigania. Mungu wake anamtetea. Wewe unataka apate aibu wakati Mungu wake anamtegemea. Maliza. Amen. Kukutanika pamoja. Kujificha. Anajificha. Kama ningekuwa ni wanaume kweli ama wanawake kweli, wanajificha. Endelea. Uziangalia nyayo zangu. Yaani imagine wanakutembea. Yaani unapotembea, wale wanajificha, kazi yao ni kukaa nyuma yako. Wewe ukiwa mbele wanakaa nyuma. Unaona wewe ni mtu unaweza shindana naye. Mtu ambaye anakaa nyuma yako na si askari. Unajua mtu akikaa nyuma yako anakupigia hesabu. Sema Daudi. Yeye mkate ama yajane naye. Kama ni mwanamke, naye basi kwa roho yake na akona shepu, akona miguu mizuri. Ya nyuma yake. Na unaendelea kukumbuka uko na ulinzi. Amen. Ila tamani wakati nikiwa nyuma, nikiwa mbele kama hivi na wako nyuma yangu. Na unakaa mtu kushtuka. Nataka kusikia tu mwizi, nikiangalia kumbe ni mshirika. Maliza. Amen. Aha. Uziangalia nyayo zangu. Kwa kuwa wameniotea nafsi yangu. Endelea. Je, wataokoka kwa uovu wao? Hawawezi. Endelea. Mungu, uangamize kwa hasira yako. Usisalie hata mmoja. Wangapi tuko pamoja? Amen. Usiwe mkono kama ni mmoja wapo, maana utaanza na wewe. Maana uko karibu ya kanisa sasa. Na Baba anasema uangamize kwa hasira yako. Haleluya. Angamia. Kama ni adui, kama ni mtesi, kama ni mchawi, chochote ambaye anapeleka kinyume, anakurushia vitu, anakutengenezea mistori, anatengenezea skandal, yani anakuharibia maisha yako, anatafuta jina lako, ukisikia stori mbaya, hata kwa mitandao, wewe anasapoti, nakwambia hivyo, Wajua kuna watu hata wakisikia story mbaya yoyote kwa mitandao, wao wanakuwa wa kwanza kusapoti. Mpaka wanachukua video, wanachukua kila kitu, picha yako, wanatumiana, wengine wanashare, lakini maneno mazuri hawawezi share, lakini ubaya wanashare. Hata wamaliza hawatabaki. Haleluya. Haleluya. Kila jirani anayesikia kitu chako kibaya anaambia majirani wengine, analeta stori mbaya mpaka kanisani, nakwambia yeye na hajachunguza
hawakuja kusema. Ukisaidia mwingine lugha hawakuja kusema. Lakini ukionekana kwa baya, ndio wanaongea kama tulizo. Ukisema kwa baya, Mungu anasema hasira iwake, hasira iwake, hasira iwake. Wale wanaona kitu kibao tu. Unajua pasta wake. Mimi nasikia hili shule. Ninaangalia kwa vile amezoea tabia mbaya ya kupelekea watu na kupeleka majina ya watu kwa waganga. Sasa amezoea hiyo tabia, ameinuka nayo pale kanisani, ameinuka nayo, anaona kama kanisa ni kwa waganga, anaona kanisa ni kama ni kwa waganga. Inakwambia hiyo haifai kuwa kwako, haifai kuwa kwako, haifai kuwa kwako, haifai kuwa kwako. Hayo ni majina waliokuinuliwa, kusema roho waliokuinuliwa, hayo majina kuanzia sasa, kuanzia sasa, kila mtoto hasira ya Mungu inawaka, hasira ya Bwana inawaka. Piga yola, piga yola, piga yola, piga yola, piga yola, piga yola. Upigas, ya uchawish, ya majina, ya magana, ya kuonewa, ya vita, ya roho, upiga, ya magana, ya jina la Yesu, 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 mawalakas, matawish, maganas, majinas, ahazia, wamakas, wamewaka, unamsababisha, mikoses, mishinare. Kila wanaokwendulia, naongea na watu ambao kama waliokwendulia wako hapa ama wako manyumbani. Uliyekaa tu maagano ya manuksi na maroho saa zote na vikwazo saa zote na kukosa amani saa zote. Wewe ni mtu wa vita. Ulianza na vita Januari, unamaliza na vita Disemba, hautavuka nazo mwaka. Wacha tudili nazo, wacha tudili na huo shetani, wacha tudili na huo chawi, wacha tudili na masikini, wacha tudili na madeni ya sasa. Kila roho iliyowekwa kinyume chako, wewe unatembea, una watu wanakufuatilia kinyume nyume. Hiyo roho ukamatos, 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 kamata hiyo. Ulianza nayo tangu Januari, mwezi wa kwanza, inakuandama kwa nguvu sana. Kwa sasa, toka, toka, ukamatos, 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 inakanyas, 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 Yesu, Yesu, ondoka, inenera, inenera, usamama, inanana, inanana, Yesu, choma, choma, choma nachawe, choma, choma wajina, choma uchawe, choma house, unanyoka, 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 unatesa, unatesa, unavifuka, unakunewa, unaonewa, unaachwa, unagawiwa, imapeto, Yesu, watoto wako, imaroa, Yesu, watoto wako, wajia sasa, ukamatos, kamata, ulojina, tumama, kamata, jina, jina Yesu, jina, jina, nyoka, unanyoka, unanyoka, unanyama, 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 aliyetuna. Kwa jina la Yesu ninakutakasa na hiyo kila wazo, kila mnyama aliyegeza wazo kwa maisha yako, kwa mwili wako, unataka, unafunga, unapotoa, unawa
wanaokukimbilia wakiweka imani kwako, hawatatoka na machawi, hawatatoka na magonjwa, hawatatoka na yambo. Wamekuwa watu wa vita tangu mwaka uanze, wamekuwa watu wa vita kama yako. Kila aliyekupeleka kwa misimu, kila aliyepeleka vitu vyako kwa misimu, kila aliyepeleka ndoa yako kwa misimu, kila aliyepeleka nguo zako kwa misimu, wakafunga kizazi chako, wakafunga maisha yako, wakakufunga wewe. Umebaki unahangaika, umebaki unateseka, umebaki unahangaika. Hiyo roho ya aibu inaleta, hiyo roho ya mateso umejaribu kufunga hata maombi, unabrefu hata maombi, umejaribu kufunga hata nguvu zako, umejaribu kufunga huduma yako, unajaribu maisha yako, watoto wako, kazi zako, Yeah.
Angalia kwa ndoa yako, kuna msukosuko wa shetani. Mungu anatangaza vita. Angalia kwa maisha yako, umejaa vita. Mungu anatangaza vita. Ninasema mwanangu, inua hiyo roho ya dosari, weka imani sasa. Vita vinatangazwa, vita vinatangazwa. Wanafanya milia, wanavumilia, wachawi, wanaona moto, kwa mimba yako, kwa maisha yako, wanakuona, wanaingia anga yako, wanaingia huduma yako, wanaingia roho yako, wanaingia maisha yako. Vita vinatangazwa, vita vinatangazwa, vita, vita. Angalia, angalia leo, angalia huko, angalia huko, angalia, 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 ukitamani Mungu akupiganie, inua imani wewe kwanza. Inua roho yako juu. Hawezi fanya kitu kama hutakuwa na imani. Hawezi fanya kitu kama roho yako utaiinua kwa Bwana. Kwamba nimekaa kwa hii hali, nataka iniongoze. Aliyeleta na kupita, aliyekosema, ninasema kufunga. Maana Mungu anaosha vita mwenyewe. Anakuja na kesho yake, anakuja na moto wake. Mungu analia, Mungu analia, Mungu anakuja. Anashikilia upanga, anashikilia upanga, anashikilia upanga, anashikilia upanga. Anatafuta mirogo, anatafuta waganga, anatafuta machawi, anatafuta maadui, anatafuta watesi. Baba huyo, huyo asikilia, huyo asikilia, huyo asikilia, asikilia huyo, asikilia huyo, asikilia huyo. Alionyesha sana, asikilia, atakusa, atakusa, kuna wengine ni vijana wametamani kuwa na kwao, lakini atakaye kuja ni ule mwangu tu. Umerushiwa hiyo roho mwanangu, hata ule ugeni naye hauna matumaini kama tolewa naye. Hii ni roho mbaya, na mimi ninakuombea unani wewe hauoni hii ni mbaya hii. Kuna mtu amekuwa kwa vita tangu Januari, Februari, Machi, Aprili. Usivuke na hizo vita, usivuke na hao maadui, usivuke na hii mikosi. Watakigamba hao maadui, wacha tuwamalize na malaika Mika, wacha tuwamalize na malaika hapa, wacha tuwamalize na roho ya Mungu, wacha tuwamalize na moto wa Bwana, wacha tuwamalize na moto wa Bwana. Yesu shusha moto, Baba anashusha moto, Yesu anaachilia moto, Yesu anaachilia moto, Baba achilia moto, tuna 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 moto, unaweza
Alikuwa amerushiwa roho. Kuna wazee wawili walikuwa ndani yake. Mungu amemwokoa. Kuna wengine wamebaki na mifumo bana. Ukiwa na roho yako nzito, shauri yako mwanangu. Naambia wale ambao wanajua yale wanaopitia na wanahitaji msaada. Maana neno la Mungu limesema kwa msaada wa Bwana nitaokolewa. Basi na mimi ninaomba leo kwa hiyo neno na msaada wa Bwana ukokoe wewe. Kuna mama hapa ninaona, kuna mama hapa ninaona amesaidiwa. Kuna kijana hapa bado amefungwa. Kuna wazee hapa wengine ninaona katika yao kuna lazima itoke hiyo, lazima itoke hiyo, lazima itoke hiyo. Wewe mama, wewe na watoto wawili, wewe mama, wewe na watoto watatu, wewe mama, wewe na mtoto mmoja, wewe kijana, ninaona pesa zako, ninaona pesa zako, wewe mama na watoto wako, wewe mama na watoto wako, wewe unaweza pesa, wewe mama na watoto wako, wewe unaweza pesa, wewe mama na watoto wako, wewe unaweza pesa. Angalia Bwana anakuja sasa, imetoka kwa mtu bado inazunguka inataka kumwingia mtu. Hapana, hapana, hautaingia moto wako. Wote nawatia moto wa Bwana, wote nawatia moto wa Bwana, wote nawatia moto wa Bwana. Wewe kuwa moto, wewe kuwa moto. Kuna kitu hapa, kuwa moto, kuna kitu. Usikubali wewe kuingia, usikubali wewe kuingia. Naona kuna roho hapa, naona kuna roho hapa. Kuna mwingine anayetoa watoto wake pia wanafungua shule, akose pesa kabisa, akose pesa kabisa. Hapana, 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 hapana. Soma hiyo, soma hiyo baba, soma hiyo machine, soma hiyo hoto, soma hiyo kamata, hiyo kamata, umekamata, unachoma, unachoma, anambia mwanangu, si lazima waekele mkono, inatosha. Zile nguvu zimejaa hapa. Yule roho yuko mahali hapa.
Ninawatembelea moja baada ya mwingine. Aliye na imani anakombolewa tu. Haijalishi umekuwa mgonjwa kiasi gani. Haijalishi umekuwa choka na kigonjwa kwa vitu kiasi gani. Kuna mtu hapa anaumwa na tumbo. Kuna mtu anaumwa na tumbo. Kuna mtu anaumwa na tumbo. Mambo yake yameharibika. Kuna mtu ndoa yake inaharibika. Kuna mtu ninaona hapa vitu vyake vinaharibika. Kuna mtu ninaona hapa maisha yake yanaharibika. Kuna mtu ninaona hapa masomo yake. Inayokutoka wewe. Unajua ile kwa hivyo Yusufu na mwanamume. Ninaona mwanangu. Naona mwanangu. Ni jambo linakuumiza akili. Natoa huyo mnyama anayesababisha hiyo harufu. Natoa huyo mnyama anayesababisha magonjwa. Natoa huyo mnyama. Namukamata. Kuna kioo kinakumulika. Ninaona kuna mtu anaangaliwa na kioo. Ukipata amani unavuruga. Ukipona unarushiwa tena magonjwa. Ukipata pesa zinachukuliwa. Watu wanakumulika na kibao. Ninaona kuna mtu anaangaliwa na kioo. Akijaribu kupona mtoto anashikwa na magonjwa. Tokea kifuta. Kifuta ya kioo. Kifuta kioo. Kuna kioo hapo kwa mzima
huku kuna kioo kimezunguka na kitambaa chekundu, nyuma yake kuna pembe. Unakuita kupitia hiyo pembe, unajitokeza kioo. Walijaribu kukukata na magonjwa ikashindikana. Sasa wanakupatia roho mateso. Sasa wanakupatia roho ya vita. Wanakushika mtoto wako, wanashika, wanakwamisha, wanasema hakikisha ya kwamba asifanikiwe kabisa, ili awe mtu wa vita. Maana nimeshinda kumuua, basi awe mtu wa vita. Hiyo sasa, ile hiyo nguvu za Bwana zinakushukia. Angalia sasa, uchawi utakavyopiga. Angalia sasa, angalia sasa, angalia sasa, usana la Bwana, sapia, zinakujwa. Angalia sasa, angalia sasa, angalia sasa, angalia sasa, angalia, 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 tujaya, tujaya, angalia, angalia, inatoa, inatoa. Angalia sasa, sinakwambia, sinakwambia, usinikuta, sinakwambia, wanashuka, sinakwambia. Angalia sasa, angalia sasa, zinavunjwa. Angalia sasa, zinavunjwa. Angalia sasa, angalia kasi ya mambo inaendelea, inaendelea. Wewe basariwa, angalia, angalia huko, angalia huko, angalia fukubara, 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 jamaa, fukubara, fukubara, madama, uchale, angalia. Nimekwambia kazi Mungu inafanyika. Angalia sasa, angalia wale mahali alikokuwa wanakwenda, kumechafuliwa, kila kitu kumeangusha chini. Kuna chungu hapo, kuna chungu hapo. Nataka nitoe hiyo, nataka nitoe nywele zako hapo kwa hiyo chungu. Nataka nitoe nyota yako hapo kwa hiyo chungu. Nataka nitoe upako hapo kwa hiyo chungu. Nataka nitoe nguo zako zingine, zile za ndani, zingine ziona. Ninaona tu mwanangu, ninaona. Usifikiri sioni. Angalia mali ziliwekwa, angalia mali ziliwekwa, angalia mali ziliwekwa hapo. Sasa tunawaendea, tunaenda hapa, tunaenda hapa. Usiogopa, weka imani, tunaenda sasa, tunaingia, tunavuta, tunaishia, tunavuta, tunaangana, anakuletea ndoto za vita. Unapigana na watu usiku, kumbe ni wao. Sasa tuwapige live. Katika jina la Yesu, kuna kazi ya Mungu inaendelea. Kuna roho ya mauti ilikuwa imeishiwa wewe. Unatembea lakini mtu amepanga kukumaliza. Kitu kinatolewa. Kama unasikia mwili wako hauko sawa, na unasikia kama kuna kitu kinatoka, wacha kitoke. Wacha kitoke. Hilo ndio kukutesa mara nyingi. Hilo ndio kukuvaa mara nyingi. Inatoka. Ikamatwa. Hiyo inatoka. Hiyo inatoka, 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 inatoka. Ukombolewe na uwepo huu.
katika jina la Yesu. Kuna mtu hapa mamake ni mganga. Kuna mtu hapa mamake ni mganga. Alitamani siku moja kukutumia katika uganga wake, lakini imeshindikana, maana unakuja kwa kanisa. Sasa wanakurushia roho hiyo inakupiga. Unapopata maombi unafanya ni kama ambao unarudi kuwa sawa. Kuna mtu hiyo spirit inaituma mahali ilitoka na imegesha mahali ilitoka. Ikutulia mara moja na kukanea. Toka sasa, toka sasa, toka. Utakuwa ukimaanisha ukimwangazia magonjwa. Toka, toka, toka. Isirudi tena. Potelea huko. Katika jina la Yesu. Wachane na mwili wake. Wachane na tumbo lake. Kuna mtu hapa sehemu za siri hapo Makinena anasikia uzito kila mara, kama kuna kitu kimekalishwa kama jiwe. Nakikamata na kamata na kamata na uweko, lakini mtoto ananyonywa damu. Siku kuna mawanga wanakuja wanamnyonywa damu. Amekuwa magonjwa tu. Naitoa hiyo roho kwako. Naitoa hiyo roho kwako. Naimaliza hiyo roho kwako. Naambia kila watoto hapa wote. Naambia watoto wote wa Sunday school walioko Migongo. Naambia wote kwa jina la Yesu. Wanaandama na hiyo roho. Wanaandama na hiyo roho. Wanaopata shida. Naambia sasa watoto wote hawatagonjeka walio uchawi kwa jina la Yesu. Ninakemea. Ninakemea. Kila roho. Waokoe na kufaika. Waponye na kuwafungua katika jina. Kila roho isiyokuwa yake amefanya kurushiwa, imemtesa kwa siku nyingi, imemtesa kwa mawiki kidogo, imemtesa kwa miaka, iondoke na ikasaulike. Ikasaulike. Vifungo, maagano, madhabahu ziondoke, laana na kudharauliwa ikawe kaburi la sahau katika jina la Yesu. Asante maana imekupendeza iwe vile ilivyo, na kumewaponya walikuwa na shida mbalimbali. Kila aliyekuwa ameonewa akugandamizwa na mabau na uchawi na magonjwa na roho ya kukataliwa na kukosa amani na kurudi kwa ndoa na kwa nyumba na mume kukimbia. Bwana wewe Mungu umesikia ombi na utalitenda, na ukikuruda nitausikia pamoja na hata tumeamini. Mageni viti.
Leteni kwa hii line hapa. Toka kwa mwili wake, toka kwa tumbo lake, toka kwa mwili wake, toka kwa mwili wake. Ninatoa hiyo roho iondoke, natoa mwili wake, toa Yesu.